nyumba hizi ambazo nadhani wote mnaziona ni nyumba 3, lakini ni nyumba 2 kwenye kila nyumba moja. Kwa hiyo nyumba hizi zinaweza kukaa familia 6. Ndugu zangu, hili jambo sio dogo. Nyumba hizi zimegharimu takriban shilingi milioni 360 tumeambiwa. Lakini kabla ya kufanya ujenzi wa nyumba hizi, umeme ulikuwa haupo katika eneo hili. Akatoa fedha zake za mfukoni, akaunganisha umeme takriban shilingi milioni 36. Kwa milioni 36 ukimjumlisha na 396. Kwa hiyo bado milioni 4 tu ili ziweze kufika milioni 400. Ndugu zangu, tuna kila sababu ya kusema asante. Kwa kweli tunaishukuru sana foundation, watumishi wote wa foundation, mkurugenzi wa foundation kwa kazi nzuri ambazo mnaendelea kufanya katika wilaya ya Serengeti. Na mimi kama serikali pamoja na wenzangu tunaendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwa foundation kwa namna ambavyo mnaendelea kusaidia serikali katika miradi mbalimbali ya afya, elimu pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa nini tuliamua kutengeneza hizi nyumba? Mimi niseme kitu kimoja. Kama mwalimu hana pa kuishi, anakaa analala kwenye maabara, atafundisha huyu? Kaambia, kwa hiyo wacha tuanze na mazingira ya walimu na tulete umeme. Tena bahati nzuri nilikuwa bado sijapelekwa TANESCO. Kwa hiyo nikatumia kiasi nilichokuwa nacho. TANESCO kweli wakafanyia kazi nzuri, wakaleta umeme ndani ya wiki moja. Umeme ukao kwa hapo umeingia kwa ajili ya watoto wetu kusoma. Halafu tukafikiria tuanzishe, badala ya kujenga bweni, tujenge nyumba za walimu. Halafu zile nyumba za walimu sasa, walimu wakishaingia, tuone kama matokeo ya wanafunzi hayataboreshwa au yawe mazuri. Baada ya hapo ndio sasa tunaweza tukasema, bwana, mazingira yenu ni mazuri, lakini bado watoto wetu wanafeli. Mnafanya biashara, hatuzuii kufanya biashara, lakini basi fanya biashara, lakini biashara kubwa ambayo ni ya kusababisha elimu isonge mbele, nayo iwe kipaumbele. Ukosefu wa nyumba za walimu. Kwa kweli walimu wamekuwa wakitumia shule ya msingi. Nyumba ambazo ziko za walimu, shule ya msingi Nyegabo, ndipo walimu walipokuwa wanaweza kupata huduma ya kuishi. Lakini baada ya hapo, wazo hili lilipokuja la nyumba za walimu, tulitaka kuanza na bweni. Kwa sababu baada ya kufika hapa, Mheshimiwa Dr. Nyansaho akafika na kukuta walimu wetu wanatumia chumba cha maabara kama chumba cha kuishi. Kwa kweli hata ilikuwepo, hata mkuu wa shule hakuwa na nyumba hapa. Kwa wazo hilo, baada ya kujenga bweni, mdau wetu huyu akaona kwamba ni vizuri zaidi kujenga bweni, lakini wakati huo aliwakuta wanafunzi wakiwa wanasomea kwa kutumia vitaa vile vya sola maarufu kama D-light. Akawiwa na kushauri kwamba ni bora tuwe na awamu ya kwanza aingize umeme, na umeme uliingia wa takriban milioni 36, lakini baadaye akaamua sasa kusema kwamba baadaye ya kwenda kwenye bweni tuwe na nyumba za walimu ambazo shule yetu inaweza sasa kufikia hatua ya kuwa na ulinzi wa mali hizi ambazo Mheshimiwa Rais alikuwa ameshajenga madarasa. Na ujenzi ukaanza rasmi wa nyumba ambazo kimsingi zitasaidia walimu wapatao 10 kuishi katika eneo la shule, na hivyo taaluma inaweza kuwa ya maana katika eneo hili. Tunamshukuru sana mdau wetu Mheshimiwa mdau wa elimu Mheshimiwa Chacha Nyansaho kwa kutusaidia kutujengea nyumba 3 za walimu, ambazo hizo nyumba zitatusaidia kwa kiasi kikubwa walimu kukaa karibu na mazingira ili tuweze kuwasaidia watoto kupata elimu hata wakati wa ziada. Kabla ya nyumba 3 hizi za walimu tulikuwa tunatoka mbali kidogo, kilomita 3 mpaka kufika eneo la shule. Ina maana kwenda na kurudi ilikuwa kilomita 6. Kwa hiyo tunamshukuru na Mungu azidi kumbariki mdau wa elimu Mheshimiwa Chacha Nyansaho kwa kutusaidia walimu kuwa karibu na shule ili tuweze kufanya majukumu yetu vizuri zaidi. Kwanza kabisa ningependa kupongeza
Dr. Rimo Nyansaho kwa kazi aliyoifanya. Ametujengea nyumba za walimu. Sasa hivi walimu watapata nyumba hapa, watakuwa wanaishi hapa. Walikuwa wanaishi mazingira magumu ambayo walikuwa watoka sehemu za mbali ambapo ilikuwa inapelekea hadi sisi kukosa vipindi darasani. Ningependa kumshukuru kwa kazi aliyoifanya. Pia na mimi napenda kusoma niwe kama Dr. Rimo Nyansaho.